Kwa majina anaitwa Grayson Michael Wimile, katibu mkuu wa chama cha wafanyakazi wa malori Tanzania. Niko hapa depo, lakini niko na President Shafti, kiongozi wa BVO Zambia kwa maana ya chama cha SUTAU. Tulikuwa hapa kwa ajili ya kufuatilia taratibu za upakiliaji kama ambavyo tumekuwa tukipokea malalamiko kutoka kwa madereva wanaopakia katika depo ya Mount Meru kwamba wanapakia lakini hawafanyiwi dipping. Sasa hii imekuwa ni changamoto kubwa kwa sababu kama ambavyo mnafahamu, serikali ya Tanzania na serikali ya Zambia wamesaini ule mkataba wa kushusha kwa stiki. Sasa kwa kuwa magari yanayopakia kwenye depo Mount Meru yalikuwa hayaandikiwi zile dip, hawafanyi dipping, kwa hiyo ilikuwa ni ngumu kushusha mafuta kwa kutumia dip kwa sababu tayari wanaambiwa mafuta wameacha Dar es Salaam pale wanapopatikana na shoti, na kwamba Dar es Salaam kwenye depo aliyopakilia dipping haijaandikwa. Kwa hiyo tumefuatilia, namshukuru sana President Shaft baada ya mazungumzo ya muda mrefu, na amewasiliana na Mount Meru Zambia. Mount Meru Zambia wameahidi kutoa maelekezo kwa Intertek kwamba kuanzia kesho waanze kupakia magari pamoja sambamba na kuyapima hayo magari. Kwa hiyo tunategemea kuanzia kesho magari yatapakia na yatapimwa kwa stiki, na vile viwango vya mafuta waliovikuta kwa stiki viandikwe katika document wanazosafiria, yani inamaanisha ile document ya Intertek. Kwa hiyo kama itakuwa hivyo basi ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini vinginevyo hatuwezi kuruhusu madereva waendelee kuibiwa mafuta kwa utaratibu huu. Kama depo haitakubali kuwaandikia, yani kwa maana kufanya dipping na kuandika kwenye document, basi tutazuia magari kupakia kwenye hii depo ya Mount Meru mpaka hapo watakapotekeleza. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba tunafahamu sheria na kanuni za wakala wa vipimo Tanzania haziruhusu gari kuingia depo bila kuwa na dip charts. Lazima hiyo imefanya calculation na mpewa hizo dip charts. Kwa hiyo kwa sababu ni sheria, tunataka depo watekeleze utaratibu wa sheria, na wakishindwa kutekeleza ndipo hapo sisi viongozi wawili tutajadiliana na kuona ni namna gani tutatoa tangazo la kuzuia magari yasiingie kupakia katika depo ya Mount Meru. Lakini jambo lingine ni kwamba tulikuwa tumetoa tangazo la mwisho wa kufanya calibration kwa magari ya Zambia na magari ya kigeni kwa maana ya Malawi pia, kwamba watatakiwa wawe wamefanya calibration mpaka ifikapo tarehe 10 mwezi wa 4. Lakini kutokana na wingi wa magari na namna walivyoitikia wa Zambia, wamekuwa wakipeleka magari kwa wingi sana, lakini kumekuwa wakati mwingine kuna foleni pale kwenye calibration. Kwa hiyo walituomba tuongeze, na tumekubaliana na viongozi wa Zambia. Tumeongeza deadline, itakuwa mwisho wa mwezi wa 4, kwa maana tarehe 30 mwezi wa 4 magari yote yao yamefanyiwa calibration, na hatutoruhusu gari yoyote kuingia kupakia mafuta kama itakuwa haijafanyiwa calibration. Kwa hiyo tunawakumbusha wasafirishaji wa Zambia wote kuhakikisha kwamba wanapeleka magari yao calibration na yanakuwa calibrated. Kuanzia tarehe 1 mwezi wa 5 tutaanza ukaguzi wa kuhakikisha kwamba gari zile ambazo zitakuwa hazijafanyiwa calibration basi hatutoziruhusu kuingia kupakia mafuta katika depo. Mwezi uliopita tulikuja kuzungumza na madereva wa kigeni kama ulivyosema, na tukagundua kwamba madereva wa Zambia pamoja na Malawi, tuzungumze Zambia moja kwa moja, magari yao hayakufanyiwa calibration, kwa hiyo hayakuwa na stiki, na ni kitu ambacho kinapelekea wao kupoteza sana mafuta, kupata shoti, kutokana na wakienda kupata shoti wanaambiwa mafuta wameacha Dar es Salaam. Sasa ukatolewa muda kama ulivyotolea maelezo hapa kwamba ameongeza muda mpaka tarehe 1 mwezi wa 4. Itakuwaje kama bado magari ni mengi na madereva wataendelea kupata shoti kwa ambao bado hawajafanya hiyo calibration? Kama ambavyo nimeeleza kwenye maelezo ya awali ni kwamba mwitikio umekuwa ni mkubwa, na kwa kweli tuwashukuru sana wenzetu chama cha BVO cha Zambia, na wenyewe wamefanya kazi kubwa sana katika kuhakikisha kuelimisha transporters wahakikishe wana comply. Kwa hiyo kwa kuwa mwitikio ni mkubwa, na ndio maana tumelazimika
kuongeza muda. Tumelazimika kuongeza muda kutoka tarehe 10 mpaka tarehe 30 mwishoni mwa mwezi wa 4. Kwa hiyo tunategemea bila shaka, kwa sababu idadi kubwa ya magari tayari yameshafanywa vipimo. Tunategemea hii idadi ya magari ambayo yamebakia mpaka tarehe 10 yatakuwa yamemalizika, na kama yatakuwa hajamalizika, kwa kweli hiyo itakuwa ni jukumu la dereva na mwajiri wake, kwa sababu muda uliotolewa ni mkubwa wa kutosha. Kwa hiyo tutahakikisha hatutomzuia kupakia, lakini tutamzuia kuingia kupakia kama hajafanyiwa calibration. Maana yake ni nini? Maana yake atalazimika kwanza, kabla kuingia depo kupakia, kwenda sasa kufanya calibration, ndio arudi tuhakikishe amefanyiwa calibration, ndipo aingie kupakia mafuta. Kwa pamoja leo mmekuwa na kikao na depo manager wa hapa Mount Meru, pengine ni kipi ambacho mmekizungumza, lakini pia kutoka hivi leo kuelekea siku zinazofuata? Meneja amekiri kwamba wao kwenye depo hii hawafanyi dipping, na tulipomuuliza sababu kwa nini hafanyi dipping, kwa maelezo yake anasema wale Intertech wao wanalipwa na mteja, kwa hiyo ni jukumu la mteja kuwalipa Intertech na kuwaambia wafanye hiyo kazi. Lakini tumeshughulika kwa pamoja na hatimaye ufumbuzi umepatikana kwamba mteja ambaye ni Mount Meru ameahidi kuzungumza na Intertech na kwamba kuanzia kesho upimaji utaanza kufanyika. Sasa ni kitu gani pengine cha kuambia madereva lakini na matransporters wote kwa ujumla kuhusiana na hichi ambacho kimefanyika leo? Madereva wote kwa tangazo hili tunawataka wahakikishe ifikapo tarehe 10, ifikapo tarehe 30 mwezi wa 4 magari yao yawe yamefanyiwa vipimo, kwa maana kufanyiwa calibration, na baada ya hapo tutazuia magari yote yasiingie kupakia mpaka yawe yametekeleza taratibu za kisheria na kanuni za Wakala wa Vipimo Tanzania. Na pia tunawataka transporters wote wahakikishe wamepeleka magari yao kufanya calibration ili kuondoa usumbufu kwa madereva watakao kuja na kuzuiliwa kupakia. Vinginevyo itawawia tena kuongeza gharama kwa kuwalipa overstay wale madereva ambao watalazimika kwenda kufanya calibration badala kuingia kupakia na kurudi kwao Zambia. Hii changamoto ya kupakia kutokufanywa dipping, pengine ni kwa namna gani inawapa athari madereva ambao wao ndo wahusika kubeba mzigo na kufikisha kule kwa mteja? Athari ni kubwa sana, kwa sababu dereva akifikisha mafuta kwenye eneo la mteja, iwe ni Zambia, Kongo ama Malawi, mafuta yale kwa sababu hayajafanyiwa dipping, yameandikwa tu kiwango kilichopakiliwa, akifika pale akiteremsha, akikutwa na shoti, basi huambiwa dereva aje alipe. Na wapo madereva ambao wameshindwa kulipwa, wamepelekwa mahakamani, na hivi tunavyozungumza wako jela. Sasa sisi kama viongozi hatuwezi kubaliana kwamba watu wanakwenda kufungwa kwa sababu ambazo sio za kwao, na ndio maana tumeamua tufuatilie kwa kina kuhakikisha haki inatendeka na masharti ya wakala na vipimo yanatekelezwa. Asante sana. Asante.